Vijana kutoka maeneo mbalimbali wamepatiwa mafunzo maalum kuhusu afya ya akili katika semina iliyoandaliwa na Taasisi ya Maendeleo ya Vijana na Utalii UDT Nyerere kwa wazee mkoa wa Mjini Magharibi. Mafunzo hayo yamelenga kuongeza uwezo wa vijana kuhusu umuhimu wa afya ya akili, mbinu za kukabiliana na msongo wa mawazo pamoja na namna ya kutafuta msaada wa mapema. Akitoa mafunzo hayo, afisa wa afya wilaya ya Magharibi B, Dr. Jabir Suleiman Haji amesema kuwa changamoto za afya ya akili zimekuwa zikiongezeka miongoni mwa vijana, huku akisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya wazi, msaada wa kijamii na kujitunza kiafya ili kuimarisha ustawi wa akili. Hali ya afya ya akili, matatizo ya mifumo ya hisia na madawa ya kulevya katika jamii zetu yanaonekana ni mambo ya kawaida. Uwezo wa kujiamini na uwezo wa kutafuta msaada kutoka kwa wengine, nawe mwenyewe utakuwa ujiamini, na kama una shida usione noma, vijana tunasema kwenda kufuata mtu mwingine kupata nini? Ushauri. Lakini huyo mtu ambaye utakayemshauri uhakikishe tu sasa hivi nasema friji lake linagandisha. Unatakiwa wewe hapo ulipo sasa hivi unatakiwa ujitambue wewe ni nani. Ukishajitambua wewe ni nani, utakuwa wewe ni kijana, si ndio Hasa kijana, kama hujui kijana anavyotakiwa aishi, sasa hivi kuna mitandao, hebu Google kule bana, kijana anatakiwa aishi vipi? Ndio kujitambua kuna kuja hivyo. Kijana anatakiwa ajielewe, umenifahamu awe msafi, ajipende mwenyewe. Kwa upande wao, waandaaji wa mafunzo hayo wamesema wataendelea kuandaa mafunzo kama hayo ili kuwafikia vijana wengi katika jamii. Mafunzo haya yatakuwa ni endelevu, hatoishia hapa. Tutaanza kwanza kwa wiki, alafu tutakuja kwa mwezi, lakini pia yatakuwa kwa siku ambayo itakuwa ni mwaka mzima, kwa sababu mafunzo haya ya afya ya akili ni mafunzo ambayo yanataka muda mrefu, sio kwa siku mbili ama kwa wiki tu. Ni mafunzo ambayo yameshiba. Kwa hiyo tungeomba vijana washiriki katika mafunzo haya ili wapate kusaidia jamii kwa urahisi. Nao vijana walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kufurahishwa na elimu walioipata, ambapo itawasaidia kuelewa vyema hisia zao na namna ya kusaidia wenzao. Leo nafurahika sana kuweza kujiunga na wenzangu katika mafunzo ya afya ya akili, ambapo yameweza kunifundisha vitu tofauti. Kwa mfano, katika kuweza kuishi na watu ambao wana tatizo hili katika jamii zetu, lakini pia namna gani unaweza kumgundua mtu huyu. Tuna haja sana kutoa elimu ya afya ya akili. Kama tunavyoona mitaani huko, tunawaona wenzetu wanavyonyanyaswa, tunawaita majina ambayo hayahusiki hata kuitwa, maana hayafai kuitwa. Nashukuru nimepata mafunzo, nimepata uelewa, na nashukuru na nitaenda kuwafanyia kazi mafunzo haya kwa ufasaha na kwa uelewa zaidi jinsi nilivyoelewa mimi. Upande wangu najivunia kupata mafunzo haya na nimefarajika sana, na naahidi kuyatumia mafunzo haya kikamilifu kwenda kuwasomesha wenzangu, kiwemo wanafunzi wenzangu waliopo katika chuo chetu cha utawala wa umma pamoja na jamii nyingine. Kutoka hapa nitaenda kuyafanyia kazi mtaani, ambapo nitakuwa mimi ni kioo cha jamii, kwa sababu mtaani wapo watu ambao hawana afya ya akili, lakini wananyanyapaliwa, hawatendei haki kusema ukweli. Kwa hiyo mimi nitaenda kuwapa elimu wenzangu ambao leo wameshindwa kuja hapa kupewa mafunzo haya niliyopata mimi. Kwa mfano, kuwapa elimu jinsi ya kuishi na watu ambao hawana afya ya akili. Mitaani wapo watu ambao hawana afya ya akili, lakini watu wanawaita machizi. Kumbe leo nilipokuja nimejua kwamba wale hawastahiki kuitwa machizi kwa kuwa hawana afya ya akili. Mafunzo haya ya afya ya akili yanatolewa kwa siku 2, ambapo vijana watapata nafasi ya kuuliza maswali, kutoa maoni pamoja na ushauri. Nikiripoti kutoka Nyerere kwa wazee mkoa wa Mjini Magharibi, ni mimi Masudi bin Ali, Jai Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.